الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Mtume sallam asema katika hadithi yake tukufu, utitu jawami al-kalim, yaani Mtume sallam asema mimi nimepatiwa mkusanyiko wa kilima kimoja, yaani kilima kimoja lakini kina maana kubwa sana na kina maana nyingi sana. Nikasikia kupitia kwa ustadhi wetu Salmati kwamba utakuta musamaya au jina moja la kitu kimoja lina majina karibu 60-70 na kuendelea. Kwa hiyo Mtume sasa alipopewa maana hii ni kwamba anapofundisha ni kwamba tufahamu kwamba Mtume aweza kukusudia neno akazungumza, lakini amekusudia neno pana ambalo kwamba litakuja kujulikana baadaye kuruni zitakazopita, lakini wakati wake pale watu watalichukulia kimaana vile vile kidogo. Kwa mfano ama kwa hadithi yake tukufu rahisi sana, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema sumu liruyatihi wa aftiru liruyatihi, fungeni kwa kufanya nini? Kwa kuona mwezi, na mule kwa kufanya nini? Kwa kuona mwezi. Kwa hiyo kwa Mtume sallallahu mwezi kwa kuonekana kwa nini, lakini sasa mwezi unaonekana kushinda nini? Sasa hivi mwezi unaonekana kushinda mwaka, kisha mwezi unaonekana zaidi ya miaka 20. Nilianza kuketi hapa nikakuambia Ramadhani ya mwaka wa 2027, Ramadhani ya mwaka ini 27, Ramadhani ya 32 ya kule itakayokuja itaangukia kadhaa. Lakini sisi tuweza kuweka strategies, mpango wa serikali wa nidhamu ya miaka 30. Sinalimu aliweka Kibaki ile strategic ya 30 ya miaka 30 miaka mitatu, vision ya 30 ya miaka 30. Wanalijua kwamba watakuja kwekwe, lakini tunatarajia kwamba ile vision ndio matarajio. Kwa hiyo sisi tunaweza kuweka system ya kupambia mpaka Ramadhani itakayokuja ya miaka 30 itakuwa nini. Lakini sisi mtu mmoja mtu anasema lirungi yake hii kwa kuona, tunaangalia mbali jamani, naangalia hapa. Sasa makile na jambo jamani, haneni kwa kuangalia hapa, iangalie mustakabali wa watu wa umma. Kwa hiyo hadithi za Mtume sasa utaziona ni hadithi sahali, lakini zina malengo mbele kabisa. Ndio wale waliokuja wa sharia wakaweka vitu vinaitwa maqasid sharia. Ahkamu zote hizo kwamba tunaziona zina makusudia yake, kuna na malengo yake, lakini lengo ndio tutakuliona. Wakati wao walikuwa wengine hawajui, lakini wakati wetu sisi litakuja malengo tutajua. Aya pia Mwenyezi Mungu aliposema wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zina, Mungu atatufunga wal khayla, khayli ni farasi, wal bighala pia ni mwanaharamu wa farasi na nani na punda, wal hamira na punda, litarkabuha, Mwenyezi Mungu aliwaambia mwafanye nini hao? Mwapande ni vipando vyenu, litarkabuha. Kisha akasema wazina, vile vile pia akaweka hawa pia ni kama mapambo. Wazungu sasa wametuwekea mapambo farasi, kama mashallah. Hasitona hawa
alisha watu wakumisha roho. Lakini sasa hebu tuambie, nani iwasafiri na punda hivi sasa? Nani anasafiri na punda hivi sasa? Hakuna. Lakini mmoja kisha Mwenyezi Mungu akasema wayakhluqu ma la ta'lamun, kuna mtu mwingine atawaambia nini hamzijui. Kuna vitu vitakuja kuumbwa hamzifahamu, ndivyo hizi ndege na magari tofauti na matukutuku na mahonda na manini zote hizi. Sasa utastaajabu, hizi aletwa na binadamu. Si binadamu, Mungu ashataja kutoka mbele huko. Au Mtume sasa kisha kusema huwa anakusudia malengo yatakayokuja. Kwa hiyo kilima kimoja lakini kina tafsiri maana nyingi. Hii ni hikma ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, weka vitu kama hivi ili sisi binadamu akili zetu na fahamu zetu na tafakuri zetu zitatofautiana. Akili yangu fahamu ya huyu mwingine haziwezi kulingana. Lazima zitofautiane. Sasa zikitofautiana ndio mahali pa sisi kupigana. Zikitofautiana ni mahali ya sisi kutukanana. Zikitofautiana ndio mahali ya sisi kutosemana. Malaika walipomjibu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwamba utaleta viumbe ambao kwamba watakuja kuleta uharibifu, wataleta fasadi katika ardhi, hawa malaika walijuaje? Je, kati ya binadamu na malaika aliomba mbele nani? Kwa sababu kwa malaika mwambia Mwenyezi Mungu utatuletea watu wataleta uharibifu, lazima kwamba waliona nyuma kuna viumbe kama hawa kwa kwamba watakaofanya kuumbwa, walikuweko wakafanya uharibifu. Ndio akamwambia malaika Mwenyezi Mungu, kwa nini tuletee watu wale waliokuletea haya kwa kwamba ni uharibifu? Mwenyezi Mungu asema hal ata ala insani hinu min ad-dahr. Dahri ni mwaka, ndio tafsiri yake. Kwa hiyo je, imepitia binadamu hinu min ad-dahr, miaka hakuna miaka dahr, miaka ni miaka 40, miaka 20, miaka 100, miaka 30, lakini hinu min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura. Binadamu alikuwa hafanyii hajulikani. Ndio hapa Mungu ataka kusoma asili ya binadamu nani. Wakatambia asili ya binadamu nani? Mayona, sio? Sababu waliona wale zile ninio wanafanya mayona kama binadamu. Kwa hiyo bwana, watu wa science au wasomi huwa hawataki kushikwa, hawawezi kusema kwamba hapa tulipofika hatujui tena. Wanakuja kaleta nadharia ambayo kwamba wewe ulikubali mwenyewe kweli binadamu alikuwa nani, lakini nyuma sikuwa kuna viumbe waliofanya fasadi, walioharibifu katika Bani Israili, wakageuza wakawa nani? Sio hawa wengine, sio hawa kwa kwamba hal ata ala insani hinu min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura. Wale malaika aliposema bila aliwajua ni wale, lakini usulubu wa Mungu Subhanahu wa Ta'ala warabina sema mimi nitakuletea nani? Khalifa.
wetu hayuko, lakini sasa ataka kuimarisha, ampe ukhilafa. Kwa hiyo malaika wakafikiri ni kama wale wa zamani, lakini Mungu akasema alamu mala taalamu, mimi najua ambao nyinyi hamwezi kujua. Ndugu zangu, mwaka wa 2010 tulibadilishiwa katiba, kwa hiyo ikaja mambo ya ugatuzi. Hii itakuwa ni katiba ya ngapi? Kenya ya pili. Mwaka juzi kabla hajaondoka rais wetu Uhuru, ilibadilishwa pia system ya taalimu katika Kenya, ikatoka ile ya system ya 844 ikaja hii ya CBC, si ndio? Sasa sisi kutoka wazee wetu, manhaji zetu ya madrasa, lini iliwahi kubadilishwa? Madarisi zetu ya system ya madarisi zetu, tutumeni akili. System ya madarisi zetu, mwaka gani tulijaribu tunataka kubadilisha system ya madarisi zetu? Tushawahi? Sheikh Hassan anakuja na mada nzuri sana, lakini hii mada huwa kuna vitu lazima kila ikipita miaka kadhaa zibadilishwe, zende na nini na wakati. Kama hazibadilishwi na wakati, kila siku tutasema kwamba watoto wetu watachukuliwa na nini, watachukuliwa na kila siku tutaimba, lakini hakuna chochote kitakachokuwa, kwa sababu hatutaki kukubali wake. Lazima tukubali maisha tunayokuwa nayo sasa. Mtoto hivi sasa tunasema wanashikwa, wanakuwa na akili za kompyuta, si akili za kompyuta, ni tadafu maarifa imekuwa imeenea sasa. Sisi bado tuko pale kile mabadi fiqhia, juzul awwal, juzul thani, salis, pale. Lakini wenzetu wanabadilika. Ni muhimu sana ikiwa tunataka tubadilike, na manhaji zetu pia, system zetu lazima zibadilike. Kwa nini watoto wanapenda shule zaidi kuliko madrasa? Sio tujue hivyo. Kwa nini masomo ya madrasa ni yale tu? Mashaikh wetu wa zamani walituletea vitu vingi. Kulikuwa na maulidi, buda, zote hizo ni katika activity. Alizungumza mbele, hizo zote katika activity. Lakini sasa tunabaki na zile tutuko pale nakwambia hatubadilishi. Ndio wanaikuja kusema kwa ni bid'a, hatuwezi kujibu, tabakia vile ni mashaikh zetu. Lakini kama tulikuwa tunao sisi tunajua ni activity, kwa nini ingekuwa haina shida? Lakini waliziweka ni wakati wao. Hivi sasa tunataka tuzipanue, tuziwekee upya, tuzifanyie tajabu. Mwenyezi Mungu kila baada ya miaka 100 humleta mtu anaitwa mjadid katika dini. Kila baada ya miaka ngapi? 100. Kuna mtu anaitwa mjadid anakuja kutaka kubadilisha si dini, kwa sababu dini kuna usulu, mambo ya misingi haibadiliki toka fanya nini. Ni sisi tu tunabadilika. Si kama mpira, hawa na zaidi ngapi sijui, hawa na zaidi ngapi, hawa na zaidi ngapi, ni sisi tu zile, lakini vitu ni zile. Kwa hiyo tukiweza kufanya hilo, tutaweza kuinua shababu zetu
na mabarabara wetu na vijana wetu. Hivi sasa vijana wetu mashababu tumewakosa, madaris hawapatikani. Katika madaris pia akifika class 6 muoni tena, unyoro ashapotea, ashakwenda. Utamrudisha vipi? Ngumu sana. Kwa hiyo system lazima tuigeuze ili kila kitu kende sambamba na maisha ya vijana na maisha ya wazee. Mwisho, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema, inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Mungu habadilishi watu, lakini mpaka watu wafanye nini? Wabadilike. Na kama watu wabadiliki, sunnatul hayat, kama watu wabadiliki, wataletwa nani? Kaumu nyingine. Kama sisi hatutaki kubadilika kama anavyotaka Mungu, kwa hiyo ulimwengu sunna yake tunaletea watu wengine. Sisi tutakuwa tuko, lakini viongozi wa kutoka sehemu nyingine hata hatujui. Mambo yetu yapangwa na watu wa wengine, mambo yetu yapangwa na watu wengine, vitu vyetu zaenda kwa watu wengine. Sisi tuko tu kwa sababu hatutaki fadhili kubadilika. Kwa hiyo inshallah tukibadilika, tukibadilisha, kila kitu kitakuwa mahali pake. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nisikia alipoongea, mimi namuona, lakini napenda kama simuona, kwa sababu najua mwenyewe ndio watu hapa, na nilikuwa ninawapa mtihani na watu wa msikitini kwamba nipata mtihani sababu na wenzangu watamtambua. Mimi nafanya kama sikutambua, lakini alhamdulillah ndio vizuri na kutambuana na kuheshimiana. Kila mtu mpe heshima yake na daraja yake. Sisi hapa tunataka tofauti daraja zetu kutoka kundi vyake alima. Wala sipendi kusiku sana. Kuna watu wanakuja kujaza kwa hawajitani hapa chini au kwenye ardhi, lakini Mungu atambua. Na kuna watu watambuliwa hapa mashallah hospitality yao, lakini Mwenyezi Mungu pekee atawatambulia. Kwa hiyo inshallah sina haja kuzungumza mengi, lakini naomba kama mfurahi na ustadi wenzangu, basi na yeye mwenyewe kukomiti sana kama ni kwa wiki ambao hakuna kwa mzuri alitembelee, atupatie materials kama hizo ambazo anatupatia leo. Mimi kwa watu kwa ndugu yangu best friend, najua sema kweli mimi ni mstashari wako, mambo yangu yote ndugu zangu walikushauri hasa mambo ya dini. Mara nyingi na mimi sifanye jambo hata katika masala ya kidini kikoma hapa wewe na mzee, lakini ndugu zangu naambia watu wa Malindi tuna assets jamaa, lakini tusitumii. Tuwasifu na maprofesa wako wapi? Miaka nyuma tulisoma na Dr. Mjai alikuwa classmate yangu. Mmoja alishika nikamwambia, wakati sisi kwa Nairobi, Burundi wapi? Nikamwambia sisi hatuwezi kuhifadhi na wewe. Kwa nini bwana? Anaambia wewe unakufaidisha huko. Ndio sasa hivi mimi amesema mwenyewe akadanganya kweli, sekretari ya Nairobi mara wapi watanini kafaidisha watu wa Malindi. Sasa sisi tuna profesa wetu lakini wako huko hatupati vipi kutoka kwao, mawazo yao, elimu yao, vitabu vyao. Kwa hiyo kama tukiondoka yeye tusikia tuzizipa zake siri yake. Kwa hiyo lazima pia tukaeni pamoja, tuna vikao
asili zetu kama hizi tuzitumie inshallah. Tumefurahi na sana nusu ni mtamu yetu sasa kawaida. Inshallah kama una ushauri wote pia utuambie, na mimi napenda pengine mmoja apende komiti ya shehe, komiti ya ndugu zangu, mpenzi zangu wa shehe, wewe ndugu yangu mteni wa komiti, upate ushauri katika kila mahali. Lazima kuna mtu wa dini amesoma mambo ya sheria, watu wana nyingi zao mswali hivi, lakini hawatakulikana, yaani wasitakulikana, lakini tunaweza kuwatumia katika mambo yetu ya kidini. Kama mambo ya msikiti haya hatuwezi kutumia hawa, tunaweza kuwatumia ndugu zetu ambao wamemwea katika fani mbalimbali, tunaweza kuwatumia katika harakati zetu. Haya ni ndo maoni yangu, inshallah sina mengi. Kama kuna lolote ndugu zangu nitakwambia baada ya kuwa لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض رب العرش الكريم، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض رب العرش الكريم، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض رب العرش الكريم. ربنا انفعنا بما علمتنا، رب علمنا الذي ينفعنا، رب فقهنا وفقه علينا، وتعبات لنا في ديننا مع الكل انثى والذكر. رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفيلا كرما، وزدت لنا حلالا دائما، واخرنا اتقيا علما، نحظى بخير وانفاق كل شيء. ربنا اصلح لنا كل شؤون، واخرنا من رضوانك العيون، واقض عنا ربنا كل ديون، قبل ان تاتينا رسل المنون، وقبل ان تكرمنا ستر. وصلاة الله تخشى المصطفى، ومن الحمد تعالى والوفاء، بكتاب فيه الناس شفاء، وعلى الآل الكرام الشرفاء، وعلى الصحب المصابيح.